Leo mimi ni Saidi Sale wa Msomi ukitufuatilia kupitia Azam Sports 1 HD. Tuanze na Young Africans. Kesho itakuwa mwenyeji wa Willet de Benguela katika mchezo wa marudiano ya awali wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 kamili jioni. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, kocha mkuu wa Young Africans Romain Folz pamoja na nyota kikosi hicho Azizi Ndambwile Mwambaraswa wamesema kikosi chao kipo vizuri kuhakikisha kinapata ushindi hapo kesho. Katika mchezo wa awali nchini Angola, Young Africans ilipata ushindi wa mabao 3-0. The preparation for that game, as I often say, maandalizi kwa ajili ya mchezo huo, naweza kusema tumecheza ligi pamoja na ligi ya mabingwa. Tunatoa kiwango sawa cha umakini na tunajitolea kwa kila mpinzani tunayecheza naye nyumbani au ugenini. Hivyo maandalizi yanakwenda vizuri. Kama mlivyoona, tumecheza vizuri mchezo mmoja baada ya mwingine. Kiuhalisia tuko tayari na tutakwenda kufanya vizuri na kuwapa mchezo mzuri. Nafikiri ni timu nzuri na muda mwingine tunaepuka kupunguza ubora wa mpinzani. Wamefanya vizuri kwenye ligi yao ya ndani msimu uliopita. Tukizungumzia ubora wetu, tumepata matokeo yale, lakini tukija kwenye mchezo huu, swali ni je, tutaweza kufanya zaidi ya mchezo uliopita? Na hilo tutafanya kwa kujiandaa na vijana wangu. Ingawa tulipata matokeo mazuri ugenini, lakini pia tunahitaji kazi kubwa kuifanya kwa mchezo wa kesho. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho. Mipango yetu inakuwa vile vile kama wachezaji, kama siku zote tunafanya kila mechi. Kwa hiyo morali iko juu, nadhani sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho, na pia tunaomba wananchi, wanayanga, wapenzi wetu, mashabiki wetu waje kwa wingi kesho, waje kutusupport, na najua pia watakuja kwa wingi. Kwa hiyo na pia itakuwa na nafasi kubwa sana kwao wakija ili waje kuishuhudia timu yao pia. Miongoni mwa nyota ambao wanafanya vizuri sana kwa hivi sasa ni Azizi Ndambwile Mwambaraswa. Kwa upande mwingine, wapinzani wa Young Africans, timu ya Willet Benguela ya Angola, kocha wao Bruno Ferri amesema Young Africans ni timu kubwa, hivyo kesho watakutana na changamoto, lakini watajitahidi kushinda. Wakati kwa upande wa nyota wa kikosi hicho ambaye amewahi kuchezea Young Africans, Mahalase Makudubela maarufu kama Skudu, amesema wanataraji kufanya makubwa hapo kesho. We know that the challenge is really big for us because everybody knows what's happened. Tunajua kwamba changamoto kubwa itakuwa kwetu kwa sababu kila mtu anajua kilichotokea katika mchezo wa kwanza. Hivyo tunahitaji kupata hamasa katika maeneo mengi. Kwa kiasi kikubwa, Yanga ni changamoto kubwa. Nafikiri hata mchezo wa kwanza tumepoteza kwa sababu wachezaji wangu wengi ni mara ya kwanza kucheza ligi ya mabingwa. Nafikiri kesho itakuwa tofauti. Sasa wanajua jinsi ya kucheza na wanajua hali ya ushindani katika ligi ya mabingwa na hawafikiri kupoteza. Nategemea kuona mchezo wa tofauti na ule wa kwanza. Hivyo tutacheza mchezo wetu na tutafanya vizuri. And we will do our best. We come from a win against Tunatoka kwenye ushindi dhidi ya Primeiro de Mayo ambayo ni dabi nchini Angola. Hivyo tumekuja tena Tanzania. Ukiachana na mimi, hata kocha aliwahi kuifundisha Azam. Hivyo tunatazama mbele na kurudi kwa ukubwa. Wilieti ina Skudu Makudubela. Tunaye kocha mkubwa Afrika, Mwalimu Bruno Ferri. Tunaye Karanga, mlinzi bora wa kulia Afrika. Hivyo nafikiri kwa wao wajiandae kwa ajili yetu. Lakini kwa heshima siwezi kusema chochote kutoka kwa Yanga. Wameshafanya vizuri, wana uzoefu katika ligi ya mabingwa barani Afrika. They've done so well. They have the experiences in the African Continent Championship. Skudu Makudubela, kumbuka Skudu aliwahi kuchezea Young Africans wakati kocha Bruno Ferri, raia wa Ufaransa, amewahi kuwa kocha msaidizi wa Youssoufa Dabo katika viunga vya Azam Football Club Chamazi kabla ya kuelekea katika kikosi cha Vita Club ya nchini DRC, na sasa ni kocha mkuu wa Willet. Kwa upande mwingine, wakati hayo yakiwa yanajiri, meneja habari na mawasiliano Young Africans Ali Shabani Kamwe amewataka mashabiki wa Young Africans kujitokeza kwa wingi uwanjani kesho kuiunga mkono timu yao dhidi ya Willet, akisisitiza kuwa hamasa mashabiki ni sehemu ya mafanikio yao. Tujitokeze kwa wingi siku ya kesho Benjamin Mkapa. Na uongozi wetu ni uongozi unaotupenda kweli kweli, ndugu zangu.
baada ya kugundua na kuthibitisha kwamba tutakuwa wenyewe pale Benjamin Mkapa, uongozi umepunguza na kiingilio kutoka 5,000 mzunguko kuwa 3,000. Namba moja, tukate kiu cha watu wengi kumudu hicho kiingilio kuja kuona burudani. Namba mbili, watu wana kiu cha kuuona mfumo wenyewe wa Romain Folz msimu huu. Tusiwanyime fursa. Kiingilio kishushwe. Jana anatuambia engineer, wekeni kiingilio 3,000 mzunguko. Watu tunavyowaambia mfumo umekubali, waje waone kwa macho yao. Kila mtu akitoka Benjamin Mkapa kesho saa 1 ile atoke na tabasamu. Leo nimeiona Yanga yangu. Kila mtu atoke akiwa amefurahi. Kwa hiyo mzunguko ni shilingi 3,000 wapendwa. Buku tatu ndio kiingilio cha mzunguko. Alafu VIP C ni shilingi 10,000, VIP B ni shilingi 20,000 na VIP A ni shilingi 30,000. Unaweza kusema kwamba kufana au vipi? Wakati huo Ali Kamwe amesema jezi toleo la kwanza zimekwisha na sasa wametoa toleo la pili liloboreshwa ili kuzuia uuzwaji wa jezi bandia, huku akifafanua kuwa mabadiliko madogo yamefanyika katika jezi hizo ili kulinda hadhi ya klabu hiyo. Tumekwenda kutengeneza mzigo wa pili wa jezi. Tumetengeneza mzigo wa pili wa jezi. Kontena nyingine zimeingia. Lakini safari hii tumekuwa na ujanja kidogo katika maeneo makubwa mawili mpaka matatu. Eneo la kwanza, jezi hizi ambazo za ligi zimeingia, hii toleo la pili la Yanga. Tofauti ya kwanza ambao utaigundua kwamba jezi yenu sasa hivi ukienda dukani, ukienda mtaani, jezi hii toleo la pili la Yanga, cha kwanza utakacho notice, cha kwanza ile nembo ya GSM hapa haipo. Tumeweka hapa kit manufacture mwingine. Namba 2 utaona kitambaa chenyewe ni tofauti na hiki. Namba 3 kugundua ni hii alama ya 90. You will feel it, ukishika tu utafeel it. Ali Shabani Kabwe, meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Young Africans. Nao kwa upande mwingine, baadhi ya mashabiki wa Young Africans wametamba kuibuka na ushindi, huku wakiwahimiza wenzao kujitokeza kwa wingi uwanjani kesho katika mchezo dhidi ya Willet Benguela kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Azam TV itakuletea mbashara mchezo huo kuanzia saa 11 jioni kupitia channel ya Azam Sports 2 HD. Mchezo wa kesho mimi naamini ni mchezo ambao hatutakiwi kufanya makosa. Tunaenda kukutana na Willet Benguela ambayo tumecheza nao kwao pale Angola na kuweza kupata ushindi wa magoli 3. Lakini kupata ushindi wa magoli 3 pale nchini Angola haimaanishi kwamba tukifanya makosa tutashindwa kufungwa tukiwa nyumbani. Lakini kwa kuwa tunajua umuhimu wa matokeo ya mchezo wa kesho, tunaingia tukiwa tumejipanga na tukiwa tumeyasahau matokeo ya mechi iliyopita tuliyokutana nao pale Angola. Tunaenda kuanza upya kwa sababu ni mechi ambayo tunaihitaji na tuweze kupata matokeo mazuri atakayotufanya sisi kuweza kufuzu kwenda hatua inayofuata. Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu mpinzani anakuja kujilipua, ameshapoteza goli 3 kwa 0 na sisi tunahitaji hiyo nafasi ya kuvuka hatua hii kwenda na hatua inayofuatia. Kwa hiyo naamini mchezo utakuwa mgumu. Washabiki wa Young Africans wasiamini kwamba labda goli 3 mpira utakuwa umekwisha kule. Tuje kwa wingi uwanjani, tuje kuisupport timu kwa maana tuvuke tukiwa pamoja. Hatupaswi kuridhika mapema. Yaani tunatakiwa turidhike pale ambapo filimbi ya mwisho imepulizwa na tumeonekana tayari tumeshavuka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa naamini mchezo utakuwa mgumu na unahitaji sana mashabiki kuja kuanikiza ushindi. Ndoto yetu ni moja tu, kwenda kucheza finali ya klabu bingwa. Kwa hiyo kama tuna safari ya kwenda kucheza finali ya klabu bingwa, lazima tufanye hizi raundi za kwanza. First preliminary na second preliminary lazima tufanye vizuri. Tuingie makundi, tucheze robo finali, tucheze nusu finali, tufikie finali yenyewe. Miongoni mwa haki za msingi za shabiki ni kwenda kuishabikia timu yako. Sasa unabakiji nyumbani zaidi ya kwenda kuiunga mkono timu yako. Tutoke hapo kwa upande wa kikosi cha Young Africans, tuelekee katika upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kikosi cha Singida Black Stars kimefanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Rayon Sports kutokea nchini Rwanda. Mchezo utakaochezwa kesho Jumamosi katika uwanja wa Chamazi Complex ulikopo Chamazi jijini Dar es Salaam. Mwenzetu Sharif Bayona na undani wa taarifa hii. Kikosi cha Singida Black Stars hii leo kimefanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika
katika uwanja wa KMC Complex hapa Mwenge. Katika jambo ambalo limenifurahisha sana ni kwamba leo timu imefanya mazoezi ya mwisho, na ukitazama mchezaji mmoja mmoja unaona kila mmoja ana mission ya kwenda kufanya kazi kubwa kesho. Kesho Jumamosi tunacheza mchezo wetu wa mkondo wa pili, kwa maana ya mchezo wa marudiano dhidi ya Rayon Sports, na kama nilivyosema, maandalizi upande wa uwanjani yanatia moyo kwamba watu wako tayari kwenda kuipambania Singida Black Stars, wachezaji wako tayari kwenda kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Wadau wa Singida Black Stars, viongozi pamoja na management nzima, tulifanya tathmini tukagundua Watanzania wengi wametusapoti kuanzia mchezo uliopita, wengine wamejigaramia kuja mpaka Rwanda. Kwa mchezo huu tunaenda kutoa zawadi kupitia ushirikiano baina ya viongozi wa club pamoja na wadau wetu wakiwemo wadhamini wa club. Tumelipia viingilio vyote. Yaani viingilio ambavyo tulipanga viwepo kwenye mchezo huu, kwa sababu sisi ndo tuko nyumbani. Tumelipia vyote kuanzia jukwaa la mzunguko mpaka majukwaa yote ya VIP. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hii mechi tumeikabidhi rasmi kwa Watanzania. Kila Mtanzania ambaye ananisikiliza na kunitazama hivi sasa, mechi yetu na Rayon Sports haitakuwa na kiingilio, ikiwa ni zawadi kwao kuja kuipeleka Singida Black Stars hatua inayofuata. Katika mchezo wa mkondo wa kwanza, Singida Black Stars ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 nchini Rwanda, bao pekee lilofungwa na kiungo wa Singida Black Stars maarufu Chakei. Kutoka hapa katika dimba la KMC Complex, mimi ni Sharif Bayona. Shukrani sana Sharif Bayona na taarifa hii hapo ya Singida Black Stars. Na wakati huu hapa ni mkaribishe Philip Mkini kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho. Mkini vipi? Kwema? Safi kaka, mambo vipi? Buheri wa afya? Safi, uko poa? Safi kabisa. Jambo la heri kuweza kutana. Fresh kabisa. Sawa, wakilishi wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, tuanze na Young Africans ambapo wenyewe ligi ya mabingwa barani Afrika ni Young Africans kesho dhidi ya Wiliete Sports Club, wakati Elgo Pras dhidi ya Silver Strikers. Na timu hizi hapa wawili hapa watapambana na mshindi kati ya Young Africans dhidi ya Wiliete. Tuanze na mechi kati ya Young Africans dhidi ya Wiliete. Ushindi wa bao 3-0 yanaupatia hali gani Young Africans kuelekea mechi ya kesho? Nafikiri walianza vizuri. Yaani kwenye kushinda ugenini goli 3-0 ni hatua nzuri, lakini bado haikupi garantia 100% ya kwamba umeshafuzu, sababu na dakika 90 zingine. Kama uliweza kushinda ugenini goli 3, na mpinzani wako na anaweza kushinda goli 3 nyumbani kwako. Kwa hiyo kitu kikubwa kwa Yanga ni kile ambacho mwalimu amezungumza, ya kwamba wachezaji wake waamini ya kwamba mechi ya kule ilikuwa ni bila, sasa hivi wanakuja kuanza dakika 90 zingine. Nafikiri ndio kitu pekee kinachoweza kuwasaidia Yanga kwenye mechi. Uzoefu wa Bruno Ferry amepambana na Young Africans akiwa msaidizi wa Yusufa Dabo, lakini Skudu Makudubela ametoka kwenye kikosi cha Young Africans, japo pia alikwenda Vita Club, lakini inawezekana kwa kuna msaada pia. Msaada unaweza ukawepo kwa sababu Ferry anawajua Yanga. Alishacheza nao akiwa na Azam, kwa hiyo ni moja kati ya makocha ambao ni bora kwanza kwa Afrika kwenye hilo, uwezi kulikataa. Lakini lingine ni kwamba anakuja sehemu pia ambao alishakaa muda mrefu, kwa hiyo anafika Tanzania sio mgeni. Hilo pia inaweza ikawa ni advantage kwa timu yake, lakini kikubwa ni lazima waoneshe performance nzuri uwanjani, pamoja na kwamba anawajua, lakini wachezaji wake ni lazima wajitoe kwa 100% kama wanataka kuleta upinzani kwa Yanga, kwa sababu walishashindwa nyumbani. Sasa hivi hapa wana mzigo mzito zaidi kuliko ulivyokuwa kwenye mechi ya kwanza. Wanasema kwamba wenyewe Young Africans mfumo umekubali, na mwisho wa siku jambo kingine kubwa sana tutakuja kukiangazia hapa, lakini kumbuka huu ni mshike. Mimi ni Saidi Salim Msome. Bado tupo na wewe tukiweza kuangazia mengi ndani ya mshike. Mimi ni Saidi Salim wa Msome, nipo pamoja na mchambuzi wangu Philip Mkini, tukiweza kuangazia safari ya Young Africans katika mchezo wa hapo kesho, ushindi wa bao 3-0. Young Africans chini ya Romain Folz imebadilika kwa kiasi gani ukilinganisha na watangulizi wake Miloud Hamdi ambao Peter Patel Taji, Miguel Angel Gamond? Amebadilisha kikosi kwa kiasi gani na kundi la wachezaji ambao alokuwa nao? Nafikiri ni mapema
Kwanza kumjaji sasa hivi ni mapema kwa sababu nafikiri ni mechi 3, hii itakuwa wanaenda kucheza ni mechi ya 4 kuanzia amechukua kijiti, lakini ni kati ya makocha bora kwa sababu kocha bora ni yule ambao timu yake inapata ushindi. Yaani pamoja na aina mchezaji shabiki anaweza kukwambia timu haichezi vizuri sana kama tulivyokuwa tumezoea huko nyuma, lakini ni process. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa kwa sababu anapata ushindi kwenye mechi zake zote 3 alizocheza za mashindano, hauwezi ukamweka kama ni kocha ambao ni wa kiwango cha chini. Kwangu mimi naamini ya kwamba ni kocha bora, na kama akipata muda basi ana uwezo wa kufanya vizuri zaidi, kwa sababu kazi mojawapo ya kocha ni kubadilisha jiwe likawa dhahabu. Kwa sababu ukiangalia leo kikosi cha Yanga kuna wachezaji unaona wanaingia ambao walikuwa hawatarajiwi huko nyuma kama wangeza wakacheza. Kwa hiyo kwenye hilo unaweza ukampima kwamba ni moja kati ya walimu bora ambao baadaye wanaweza wakawapa Yanga kitu tofauti na kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Kwenye video hapo, picha hapo kidogo cuts zilikuwa zimepita zikimuonyesha huyu hapo rais wa Young Africans Engineer Hersi Said katika baadhi ya michezo ambayo ni very crucial, mfano katika mechi ya dabi, lakini pia michezo ya kimataifa amekuwa akionekana. Sio yeye tu, hata pia na kamati yake ya tendaji ya ndani kikosi cha Young Africans ikiweza kutembelea mazoezini na kuongea na wachezaji na benchi la ufundi. Inaongeza kitu gani kwa timu na kuwakumbusha malengo ya club na kadhalika? Nafikiri moja ya management bora zaidi kwenye soka Afrika, sio Tanzania tu, basi ni hii ya Yanga, kwa sababu ni sehemu ambapo viongozi wake wengi utawaona wako kwenye karibia kila mechi ya timu, haijalishi wako nyumbani au wako ugenini. Sababu Yanga hata wakiwa ugenini utawaona kuna baadhi ya viongozi wao wanasafiri nao, wakiwa hapa wakiwa mkoani utaona kuna viongozi wao wanasafiri nao, lakini ile pia inawafanya wachezaji wanakuwa karibu zaidi kuamini ya kwamba tuko sehemu salama zaidi. Kwa sababu unajua mchezaji akimuona rais wa timu yuko jukwani, naye kuna kitu kimoja kinaongezeka kwake. Pamoja na kwamba mashabiki wanaunga mkono, lakini anaamini kabisa tukifanya kosa yule anaona mwenyewe sio kosa la kwenda kuambiwa. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kwao, na nafikiri kwenye klabu zingine wanatakiwa waige mfumo huo. Kupigia mfano na watu kuweza kuiga katika masuala kama sawa. Wakati Philip tunaangazia safari ya Young Africans na kuelekea katika hatua ya inayofuata, ingawaje kama watapita hatua ya pili kwa maana na Frambeo dhidi ya Al Akdal, tuende kuangazie upande wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Singida Black Stars baada ya kupata ushindi wa bao 1-0 mbele ya Royal Sports katika uwanja wa Pele pale, sasa watakuwa na kibarua kingine tena hapo kesho, na mechi hii wenyewe wamesema kwamba haina kiingilio kutoa hamasa. Ushindi wa bao 1-0 Miguel Angel Gamond na kibarua cha mchezo huu wa pili. Nafikiri kwanza tuwapongeze kwa kusema kwamba ni mechi ya mashabiki wote, na ndio kitu ambacho mimi naamini ambacho ni bora zaidi, kwa sababu Singida hata kama wana mashabiki wao, lakini ni mechi ya kimataifa. Mashabiki wote wa Tanzania wanatakiwa waende wakawaunge mkono. Mechi yao imekaa muda mzuri, saa 1, kila shabiki anaweza akapata muda wakati huo akaenda kuitazama hiyo mechi. Kitu kikubwa kwa Singida ni kuendelea kumaintain pale ambapo walianzia. Royal Sports sio timu ndogo kwenye ukanda huu, tunajua ushacheza na timu zetu kubwa Simba, Yanga, wakaonesha upinzani mkubwa, lakini Singida alishapata ushindi kwenye mechi ya kwanza. Anachotakiwa kufanya ni vitu viwili, aidha alinde ushindi wake alionao au aende akatafuta idadi kubwa zaidi ya mabao kwenye hiyo mechi, kwa sababu ameshacheza mechi ya ligi, ameonesha ya kwamba timu imeshapata muunganiko mzuri. Kwenye makaratasi Singida ni timu ndogo, yani ukiweka kwenye mashindano utasema ndo mara ya kwanza wanashiriki, lakini kwa wachezaji ni vitu viwili tofauti. Wana wachezaji wa daraja kubwa sana, wana wachezaji ambao wameshacheza michuano hii ya kimataifa kwa muda mrefu, kina Aucho, kina Chama. Nafikiri wana uwezo wa kuwasaidia kuwavusha kwenye daraja hili hapa na kuwapeleka hatua mbele zaidi. Majina makubwa sana ulivyotaja Royal Sports, imemkumbusha nyota wa zamani alikuwa anaitwa Jimmy Katete. Alipita Atraco ya Rwanda, alipita pia na Royal Sports. Lakini kwa wakati huu tuangazie maoni na swali letu ambalo tumekuwekea. Kesho Young Africans dhidi ya Willet Sports Club, mechi ya marudiano CAF Champions League. Je, unataraji mchezo wa aina gani kutoka kwa timu zote mbili? Na haya hapa ni maoni yenu ambayo imeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbali za mitandao ya kijamii. Upande wa Instagram, mchezo Rafael Panga, mchezo utakuwa sio mgumu sana kwa Yanga na hamasa ya goli la mama itachangia Yanga kushinda magoli mengi kesho. Tuombe uzima tu. Wakati Nyalu Junior anasema Willet watakuja tofauti kabisa, maana wanajua walishafungwa, kwa hiyo watafungua booster, ila bado nawapa Young Africans nafasi kusonga mbele. Wakati Mikaosho Bukujero, yeye anajiita hivyo upande wa Instagram, anasema kiufupi mechi ya kesho Young Africans atashinda na haitakuwa mechi ngumu kwake kwa sababu ya wapinzani wake nilivyowatazama mechi iliyopita. Haya ni maoni kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Wakati Facebook, Emma Njile anasema nikiwa Kenya, mimi ni mshabiki ndakindaki wa Young Africans. 254 hatari kweli kweli. Yanga kesho ingie kwa
kuwaheshimu wapinzani kwa sababu matokeo ni makatili sana. Muda wote nabadilika. Nafasi wanazozipata Yanga wazitumie kwa sababu bado kuna shida sana kwenye kutengeneza nafasi na kuzibadili kuwa goal. All the best Yanga. Wakati Aaron Andrea nikiwa Karatu Mang'ola, mechi itakuwa ngumu. Kifupi sisi Yanga tusijihakikishie ushindi. Kikubwa ni kupambana sana na wachezaji wazitumie nafasi vizuri. Wasilete mbwembwe zao. Sisi tunataka mechi nzuri. Wakati Dadi A Kambona ameandika kutoka Ruangwa na Mungo, nilikuwepo juzi kati tu hapo. Yanga ikishinda kwa ushindi wa kishindo, tunajua mchezo utakuwa mzuri kwa kuwa wapinzani hawana cha kupoteza. Watakuja kujaribu kushambulia, maana wanaamini kwamba kama sisi tulishinda kwao na wao wanaamini wanaweza kushinda kwetu. Maoni ya kiutaalamu kabisa. Philip Mkini. Ukimwona Emma yeye ametoa tahadhari ya kwamba pamoja na kwamba yuko Kenya ni shabiki wa Yanga, lakini anawaambia kwenye soka kuna matokeo ya kikatili. Na ni kweli kwenye soka kuna matokeo ya kikatili. Kwa hiyo Yanga lazima waende wakiamini ya kwamba mechi ndio inaenda kuanza upya. Lakini ukiona maoni ya mashabiki wote wamewaunga mkono wakiamini ya kwamba wana uwezo mzuri zaidi wa kushinda na kwenda hatua inayofuata. Ingawa kuna wengine wanatoa tahadhari ya kwamba hao watakuja sasa hivi watakuja kufunguka kwa sababu hawana tena cha kupoteza. Shukrani sana Philip Mkini. Nikupisha kidogo na tutarejea tena hapa. Shukrani sana. Ni Philip Mkini akiweza kumwaga hapa kidogo, lakini kwa sasa twende tukaangazie upande wa pili wa shilingi, ambapo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba mnyama mkali kimeingia kambini jana tayari kwa kujiandaa na mchezo marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United ya Botswana utakaochezwa Jumapili kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali amesema kikosi chao kimeingia kambini bila ya beki Abdurazak Hamza Spia Junior na kiungo Mohamed Bajabel ambao ni majeruhi. Kikosi chetu cha Simba Sports Club kimeingia kambini jana mara baada ya mchezo dhidi ya Gaborone United moja kwa moja baada ya mchezo dhidi ya Fountain Gate moja kwa moja wachezaji wakarejea kambini Mbweni kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mchezo wetu huu wa Jumapili. Wachezaji wetu wote ambao wamecheza mchezo wa jana wa ligi kuu ya NBC wote wako timamu, hakuna yote ambaye alipata majeraha. Na kwa kusema hivyo maana yake ni kwamba majeruhi ambao bado tuko nao mpaka hivi sasa na wataukosa mchezo wa Jumapili ni Mohamed Bajaber pamoja na Abdurazak Hamza. Hao ndio pekee ambao ni mpaka sasa majeruhi, lakini wengine wote waliosalia wako vizuri na wako tayari kwenda kuitumikia Simba katika mchezo wetu wa Jumapili wa ligi mabingwa barani Afrika. Tusalie bado katika viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo klabu hiyo ya Simba imepigwa faini ya shilingi milioni 212 na shirikisho la soka barani Afrika CAF baada ya mashabiki wake kuvamia eneo la uwanja na kuwasha fataki uwanjani wakati wa michezo yake ya CAF ikiendelea. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali amekemea vikali vitendo hivyo vinavyogharimu timu yao kwa sasa. Kuelekea katika mchezo huo tumepokea maelekezo, tumepokea barua kutoka shirikisho la kandanda nchini kutoka shirikisho la kandanda barani Afrika CAF la kutupa adhabu Simba Sports Club ya kutoingiza mashabiki katika mchezo wetu dhidi ya Gaborone United. Taarifa hizi zimezungumzwa kwa muda mrefu, lakini hii leo niko hapa kuwathibitishia waandishi wa habari na kuwatangazia wanasimba ya kwamba mechi yetu dhidi ya Gaborone United mashabiki hawataruhusiwa kuingia uwanjani, ikiwa ni kuitumikia adhabu ambayo tumepewa na CAF. Lakini haijaishia tu kwenye adhabu hiyo ya kutoingiza mashabiki, imekwenda sambamba na faini ya dola 50,000 sawa na shilingi milioni 120 fulani hivi kwa kosa hilo ambalo tumelifanya. Hiyo ilikuwa ni mechi dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali na adhabu yake imetoka hivi sasa. Lakini vile vile tumepewa adhabu kutokana na mechi ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane. Na yenyewe ilikuwa na matendo kama haya yalotokea kwenye mechi dhidi ya Al Masry. Huku vile vile
tuliwasha zile fireworks ambalo ni kosa, lakini kulikuwa kuna vitendo vingi vya vurugu za hapa na pale, ambapo kwa ujumla wake kwenye mechi ya fainali tumetozwa faini ya shilingi ya dola 35,000. Kwa hiyo kwa ujumla tumepokea adhabu kutoka CAF ya dola 85,000 sawa na shilingi milioni 212.5 million. Katika hatua nyingine, uongozi wa Simba Sports Club imewaomba mashabiki wake kuachana na vitendo vya utovu wa nidhamu uwanjani ili kuepuka kukutana na lungu la adhabu ambazo zitaigharimu timu hiyo. Pia Simba Sports Club imetaja namba maalum ambazo mashabiki wake wanaweza kuchangia kulipa fine hiyo ya CAF. Rai yangu ni moja kwa mashabiki wa Simba, ambao hii ni maagizo kutoka kwa viongozi wa Simba Sports Club. Ndani ya kipindi cha muda mfupi tumeathirika mara 2 kucheza mechi bila mashabiki. Kwetu hili Simba Sports ni pigo kubwa kweli kweli, na ni adhabu kali yumizayo. Lakini hii tunaweza tukaepukana nayo sisi mashabiki wa Simba kama tukiamua kurejea kwenye misingi yetu halisi ya ushabiki wetu ambao tumeuzoea. Nichukue nafasi hii, ndugu zangu wana Simba, kuwaomba, kuwakumbusha na kuwaonya vile vile ya kwamba kuanzia hivi sasa tunapaswa kuchukua taswira mpya kwenye eneo letu la ushabiki ili kuepuka kupata adhabu za namna hii. Mashabiki wa Simba Sports Club, kwa mapenzi yao na kwa kutaka kuisaidia klabu yao na kwa kutaka kuwajibika kwenye makosa tuliyofanya sisi wenyewe, mashabiki wameomba na wenyewe wachangie faini ili kuipunguzia klabu mzigo. Na kwa mantiki hiyo basi, na sisi Simba Sports Club tumebariki na tumeridhia mashabiki wachangie kwa namna moja ama nyingine kwenye adhabu hii ambayo tumepewa, hususan kwenye eneo la faini. Jambo hilo la wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa sasa tuvuke maji tuelekee Unguja, ambapo timu ya kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM imeichapa AS Port ya Djibouti magoli 2-1 katika mchezo marudiano wa raundi ya kwanza kombe la shirikisho Afrika na kufuzu raundi ya pili kwa ushindi wa jumla magoli 4-2 kufuatia kupata ushindi kama huo kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza. Mechi ya leo imechezwa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar kama ilivyokuwa mechi ya ugenini ambayo AS Port ilitumia uwanja huo. Katika raundi ya pili KMKM inasubiri mshindi kati ya Azam Football Club au Armerek Bentiu ya Sudan Kusini ambazo zitachuana Jumapili uwanja wa Azam Complex Chamazi. Baada ya mchezo leo, viongozi wa soka wameonyesha kuwa na imani kubwa na KMKM katika msimu huu wa mashindano ya CAF. Kwa kiasi fulani inapima uwezo ama ubora wa ligi yetu kwa misimu miwili iliyopita, lakini pia zaidi kwa msimu wa mwaka jana. Kwa hiyo sisi tunajivunia hilo na tumefurahi kama Wazanzibari, na naamini KMKM anaenda kusonga mbele katika hatua inayofuata, kama na katika hiyo raundi ya pili. Yoyote ambaye atakuja kama ni Elmarek ama Azam, kwa umoja wetu sisi kama Wazanzibari tuna imani tunavuka kwa sababu timu yetu iko vizuri. Ni faraja kwetu kwa sababu tangu mimi kuingia meneja basi swala hili halije kutokea ndo zaidi ya leo. Kwa hiyo kwangu mimi na furaha sana, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia pongezi za dhati zimwendee komodo wetu Adhan Hassan Msingiri, kwani kila wakati anatuambia njoni ofisini, kila kilichopunguka mnione na kukiweka sawa dakika hiyo kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Nafahamu tuna kizingiti kigumu kesho kwa timu ya Mlandege, lakini kwa namna alivyoona Mlandege tunaamini wanaweza kupindua matokeo. Sasa kufuzu katika hatua inayofuata, tutarudi tena kukaa ofisini pamoja na vilabu vyetu hivi once tukipita hatua hizi kuona nini kinafanyika, kwa sababu KMKM ana mechi dhidi pengine ya Azam au timu ile Al-Mareb Bentiu kutoka kule Sudani Kusini, lakini ukiangalia mpaka sasa kuna nafasi kubwa kutana na Azam. Kwa hiyo KMKM na Azam unaweza kuona mechi namna ilivyo iko very tricky. Azam tunafahamu ubora wao, lakini naamini KMKM anaweza kufanya kitu. Kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM ikiweza kutakata leo mapema Unguja, na tutakaporejea tutakuja kuungana na Hashim Ibwe kwa ajili ya kuweza kuzungumzia kuhusiana na masuala mazima kama iwapo kesho kutwa akifanikiwa kufuzu basi wanakwenda kupambana na KMKM, matayarisho yao hali itakuwaje. Lakini tutakaporejea tuangazie muktasari yale ambayo tutakokuwa nayo usiku wa leo.
Ligi kuu ya NBC kesho, Tanzania Prisons kuivaa KMC, wakati Dodoma Jiji kibaruani dhidi ya Coastal Union wanamangushi. Na kiungo wa zamani wa FC Barcelona Sergio Busquets atangaza kustaafu soka mwezi Disemba 2025. Asante sana kwa kuendelea kutuungana nasi. Hii ni Mshike Mshike. Mimi ni Saidi Saleh Msomi. Hapo awali nilikujuza kwamba tutaungana na afisa habari wa kikosi cha Azam Football Club Hashim Ibwe kwa ajili ya kuweza kuangazia kuhusiana na matayarisho ya kikosi chao kuelekea katika mchezo wa marejeano dhidi ya El Merreikh Bentiu. Mechi ya kwanza walichomoza na ushindi wa mabao 2-0. Hashim Ibwe, asante kwa kuweza kujumuika nasi kwa wakati huu hapa. Mambo yanakwendaje matayarisho ya Azam Football Club kuelekea mechi yenu ya marejeo? Kwanza ni nyakati nzuri sana kuona timu yetu ilipata ushindi ugenini. Lakini sasa hivi pia tumerejea kwa kishindo nyumbani, tumeendelea na maandalizi. Mchezo wetu wa kwanza tumepata ushindi. Tunatazamia kuwa na wakati mzuri sana kwenye ligi wakati huu. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba maandalizi yanaenda vizuri. Unajiandaa vizuri ili kuhakikisha kwamba timu yetu inafikia malengo ambayo tumeyaweka msimu huu. Na kwenye michuano hii ya kimataifa tumedhamiria kufika katika hatua ya makundi, alafu baada ya hapo tutengeneze progress nyingine kusogea mbele zaidi. Kwa nini? Kwa sababu siku nyingi watu hawajaiona timu yetu ikiwa kwenye hatua hiyo. Kila msimu tuna kikosi kizuri, kila msimu tuna wachezaji wazuri, kila msimu tuna technical bench nzuri. Lakini nafikiri msimu huu aina ya technical bench ambayo tuko nayo pamoja na wachezaji ambao tumeongeza, tunafurahi kuona kwamba tuna wakati bora. Tumeshinda mechi ya kwanza ya ligi, tumeshinda mechi ya kwanza ya mzunguko Confederation Cup Africa. Sasa hivi tunatazama kuangalia kwenye mchezo wa pili kinakwenda vipi, ambako tunategemea kucheza hiyo mechi Jumapili dhidi ya El Merreikh Bentiu ya Sudani Kusini. Na baada ya hapo maana yake mshindi wa huu mchezo ndiye ambaye anakwenda kucheza dhidi ya kikosi maalum cha kuzuia magendo kule Unguja. Kwa hiyo tunawapongeza KMKM kwa kazi nzuri ambayo wameifanya, na tutafurahi kama tutacheza dhidi yao ili kuangalia jina la Tanzania linapepea vipi katika anga hiyo ya kimataifa. Ibwe, najua kwanza mafikra zote zitakuwa katika mechi ya Jumapili, lakini KMKM mmewatazama? Of course, na sisi kama watu wame notice, miongoni mwa timu ambazo tumekuwa tukicheza nazo sana mechi za kirafiki na timu ambazo tuna mahusiano nazo mazuri ni timu za kutoka Unguja. KMKM ni timu nzuri sana kwa sababu wenzetu Unguja wanachezea sana mpira, wanacheza sana mpira. Mali inaguswa, should I say, ndo namna bora pengine ya kusema. Lakini obvious kama ambavyo nimezungumza awali ni kwamba kwa aina ya timu ambayo tumetengeneza, kwa aina ya bench ambalo tuko nalo msimu huu na morali ambayo iko ndani ya timu yetu, definitely tunakwenda kuwa na mchezo mzuri. Na wao tumewaona hawana timu mbaya kusema ukweli. Wana timu nzuri, lakini I wouldn't say kwamba ni timu ambayo inaweza kushindana na Azam FC. Na Ibwe hapo najua kuna majaribio mengi sana yaliyo kutokea huko nyuma ya kutafuta nafasi ya kuelekea hatua ya makundi, kupambana na Bidvest Wits, kupambana na Esperance de Tunis, lakini hatma haikuweza kufika. Safari hii watu wengi wanaona matarajio ni kama makubwa sana, njia ni kubwa sana, uwepo pia na technical staff ambao ni kubwa sana, lenye rekodi kubwa barani Afrika, Florai Kwenge Ibenge. Kama uongozi mnachukuliaje hilo? Well, nafikiri ni challenge. Ni challenge kwa sababu unapokuwa na uhakika wa njia, hiyo njia ni ngumu zaidi kuliko ambako unakwenda kupambana kwa ajili ya hiyo njia. Kwetu sisi, kwa namna ambavyo nimemnukuu mwalimu, hakuna timu ambayo ni ndogo hata moja kwenye haya mashindano, wala hakuna njia rahisi ya kwenda kwenye hatua hiyo ya makundi. Kila mechi ambayo unakwenda kuicheza, kwa mfano Azam Football Club icheza na timu pengine ya ligi daraja la 3, unachotakiwa kukifanya ile timu ya ligi daraja la 3 ni kuivalisha sura ya Real Madrid au ya Manchester City, uone kwamba hawa hatuwawezi, hatujawahi kukutana nao. Twende tukawaonyeshe kwamba sisi tulistahili kuwa hapa na tunaweza kupata ushindi mzuri mbele yao. Nafikiri ndio kitu ambacho
timu yetu inajaribu kukifanya sasa hivi. Hakuna timu ndogo, Bentiu, KMKM, hata wale AS4 kwenye hizi timu ambazo ilikuwa pengine tungekutana na mojawapo. Achilia mbali ya Elmereka ambayo ndio ilikuwa ni lazima tukutane nao awali kabla ya kutanabaisha kati ya AS4 na KMKM nani anaenda kukutana naye. Zote ni mechi ngumu. Yaani tumepangiwa vigogo na ni vigogo ambao tutaimba nao, tutashughulika nao kama hatujawahi kukutana nao. Wale wanaodhani kwamba pengine njia yetu ni rahisi, of course ni rahisi kwa sababu tuna wachezaji wazuri na tuna benchi nzuri, lakini ni njia ngumu kwenye mashindano kwa sababu vitu vingi vinatokea bila kutarajia. Sawa, shukrani sana Shimwibwe, na tamani kusikia pia kama mtakuwa na msemo ile remontada mlikuja nao kipindi kile na kadhalika. Tuache siku nyingine. Shukrani sana. Nashukuru sana, lakini ningependa pia kuchukua nafasi kualika wanahabari ikiwemo Azam TV ambao ni wadau wetu wakubwa kesho majira ya saa 5 pale ofisi zetu za Mzizima tutakuwa na press conference ya mchezo huo dhidi ya Merreikh Bentiu, lakini pia mwalimu atakuwepo na hodha, ili kama wana machache wangependa kumuuliza mwalimu kwa wanahabari itakuwa ni fursa. Vinginevyo tuko tayari kwa ajili ya huo mchezo, tuko tayari kwa ajili ya goli la mama, tuko tayari kwa ajili ya kuipeperusha bendera ya Tanzania. Shukrani sana Shimwibwe, uwe na usiku mwema. Sawa, tumemisi ule msemo kusikia remontada kama utaweza kuja hapa na kadhalika. Tuangazie bado taarifa zingine ambapo umoja wa mashabiki wa Azam Football Club kwa kushirikiana na idara ya masoko ya klabu hiyo imeendelea na kampeni yake ya ndani kwa ndani kuelekea mechi yao ya marudiano ya kombe ya shirikisho Afrika dhidi ya Merreikh Bentiu. Na leo hii hamasa zimebisha hodi kwenye kiwanda cha juisi kilichopo Mwandege, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani. Pamoja na mambo mengine, wanaamini ushindi wa bao 2-0 ugenini ni mwanzo wa ushindi mnono watakaoupata nyumbani kabla ya kufuzu kwenda hatua ya pili na baadaye kutinga makundi ya kombe shirikisho barani Afrika chini ya kocha Flora Ikwenge Ibenge. Leo kwa mara nyingine tena tumefika hapa kiwanda kikubwa kabisa cha Mwandege kwa ajili ya kuendelea na hamasa yetu kuelekea mchezo wetu wa tarehe 28 dhidi ya Merreikh. Kwa hii ni hamasa maalum ambayo tumeiandaa umoja wa mashabiki pamoja na idara ya masoko ikiunganishwa na idara ya media. Tunaungana kwa pamoja kuhakikisha tarehe 28 mashabiki wajitokeza kwa wingi. Ninachotaka kuwasihi wenzangu, wafanyakazi wenzangu, tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe 28 katika kusherehekea katika timu yetu, katika kushabikia timu yetu. Kubwa kabisa ni ile hamasa kuelekea mechi yetu ya kombe la shirikisho barani Afrika ambayo tuliizindua katika kiwanda cha unga pale Buguruni. Leo tuko katika kiwanda cha Mwandege, sehemu ambapo zinazalishwa zile juisi bora kabisa za kampuni ya Baresa Group. Naam, hapa ni kiwanda cha soda Mwandege. Tumewapokea ndugu zetu hawa wa Azam kwa ajili ya hamasa kwa mechi ya kesho ya tarehe 28 ambapo Azam watakuwa na mechi ya mkondo wa pili. Hamasa hii ilipokuja imetupa morali zaidi. Siku ya tarehe 28 tutajumuika wote kwa ajili ya kufanya hilo jambo na kuhakikishia timu yetu inapata ushindi kwa hilo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuja kwao na tunawapa support wao pamoja na timu nzima kwa jumla na viongozi wote. Na furaha kuwakaribisha wafanyakazi wote, ndugu jamaa na marafiki katika kuisapoti timu yetu tarehe 28. Usikose. Azamu hii inawaambia balaa lake ni zito, msimu tumedhamiria watakiona cha moto, vifaa vilivyoingia ni mwendo wa mkong'oto, hili sasa dambwele tukutane Jumapili. Raha sana kusikia hivyo, lakini pale pia ameweza kuongea nyota wa zamani wa Azam Football Club pamoja akiwa meneja wa Azam Football Club Philip Alando Zakaria, zamani wakati anacheza, maarufu jina lake AK yake ilikopo ni Teacher. Sasa ana majukumu mengine ndani ya Azam. Sawa, tuvuke maji tuelekee Zanzibar ambapo kikosi cha Mlandege Mulamula, mabingwa ligi kuu soka visiwani Zanzibar, kesho kitatupa karata yake ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye uwanja wa Amani Complex ambapo watawakaribisha wageni wao Insurance ya Ethiopia baada ya mchezo wa kwanza kupoteza ugenini kwa kichapo cha mabao 2-0. Kocha mkuu wa Mlandege Abdallah Mohamed Bares anamesema anaamini kikosi chake kinaweza kupata matokeo mazuri wakiwa nyumbani na hatimaye kusonga mbele kwenye raundi ya kwanza ya mchujo. Sisi na imani na wachezaji wangu kuwa kila kitu kwa kiko tayari, na na imani kesho ni siku ambayo
watajitoa kadri ya uwezo wao kuona tunapata matokeo ya aina yote ili kuweza kusonga mbele katika mashindano haya. Ni mechi ambayo tulicheza kule, ilikuwa na mambo mengi. Tukiangalia hali ya hewa haikuwa nzuri, haikuwa rafiki kwa wachezaji wa Mlandege, pamoja na mvua ambayo imenyesha kubwa sana ilitufanya vile vile hata tuone mchezaji wetu hakuwa sahihi, lakini na imani kwa hapa nyumbani hali ya hewa ambayo tumezoea. Kiufupi tumeshawasoma wapinzani wetu namna gani ambao tunahitaji kucheza nao. Matumaini tu makubwa sana kuelekea mchezo wetu wa kesho, inshallah Mungu akijalia, na maandalizi ni makubwa sana, na tunaomba washabiki zetu, wadau wetu wafike kwa wingi kuja kutusapoti. Sisi kama wachezaji tutajitoa kadri Mungu atakapotujalia, na tuna imani tutaondoka na ushindi. Kila la heri Mlandege, hatari kweli kweli ya Mulamula. Turejee katika ligi kuu ya NBC ambapo raundi ya 3 ya ligi kuu ya soka NBC inaanza kesho, ambapo kwenye uwanja Kumbukumbu Sokoine jijini Mbeya, wenyeji Tanzania Prisons watawakaribisha KMC Wanakino Boys. Mchezo huo utapigwa saa 10 kamili za jioni, na wenyeji watakuwa kisaka matokeo chanya kwa mara ya kwanza msimu huu baada ya kuambulia vipigo kwenye mechi zake 2 zilizopita. Wakati Kinondoni Municipal Council wanataka kurejea Dar es Salaam na alama 3 ili wapande kileleni mwa msimamo wa ligi. Hayo yamebainishwa na makocha pamoja na wachezaji wa timu hizo wakati wakizungumza na wanahabari kuelekea mchezo huo wa hapo kesho. Ni muhimu sana kwetu kama Prisons. Tumetoka mechi 2 ugenini na tujapata matokeo nzuri ambayo tungetarajia. So kesho tunarudi nyumbani. Ningependa tu kuwahimiza wachezaji waweze kujitolea na kuweza kufanya kazi nzuri kesho ili na sisi pia tupate ushindi. Muunganiko bado hujawa mzuri zaidi, lakini kupambana tunapambana. Kwa hiyo kikubwa ambacho kipo ni kwamba bado goli halijafunguka. Kwa hiyo kama mnavyoona tunapambana, tunafika, lakini goli halijafunguka. Kwa inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu katika mechi hii, na imani tutapata matokeo. It's a very nice city. I remember my times and when I came to Mbeya to visit, very very welcome, very Karibu people. I'm very proud to be here. The first of all, nice weather, nice city. Hongera sana for. Okay, back to the league. I think that's not KMC. Also, Tanzania Prisons is still in develop process. I think all teams in the league, especially when in the second round, third round, is still in development process. You know, example, back to KMC. You need, of course, to improve a lot since our participation in Kagame Cup that you did well, but forget, it's the past. You need to take a good lessons and go to next step. We start well in the league. I saw that the team still grow up in their performance. Mechi iliyopita tulifanya makosa tukaadhibiwa. Mwalimu katupitisha katika yale makosa na tumejua wapi tulipokosea na tukafanyia kazi. Na imani kesho itakuwa mchezo mzuri sana. Kesho mechi hiyo ni vita ya makocha wa Brazil. Unaweza kuwa unashangaa kwa nini. Maximo anatokea Brazil wakati Ezekiel Otieno yeye anatokea Kenya, lakini jina lake la utani anaitwa Zico. Kwa hiyo ni vita makocha wawili wa Brazil. Tusubiri hapo kesho hali itakuwaje. Huu ni mshike. Jioni ya leo Wanakino Boys wamefanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya wakijiandaa kwa kabili wapinzani wao Tanzania Prisons. Meneja wa timu hiyo Tishio Abdullah na kocha msaidizi Adam Mbwana wamethibitisha kukamilisha maandalizi, huku akisema mpaka sasa hakuna kikwazo chochote. Tumesafiri salama kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya, almost kilomita 800 na kitu. Lakini tuko salama na wote waliokuja nao kwenye kikosi wote wako salama. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na mchezo mzuri kesho. Mashabiki wetu mliopo Mbeya mjitokeze, na mlioko mbali muendelee kutusupport. Dua zenu na sisi tupo salama kwa ajili ya mchezo wa kesho. Hali ya Mbeya sio nzito sana saizi. Tuli-expect kuwa na baridi kali, lakini naona ni hali iko balanced, iko moderate. Kwa hiyo kimsingi ni all about activation tu ya kuweka mwili sawa, lakini pia mbinu chache za kiufundi. Of course tumeshajiandaa dhidi ya Prisons muda siku kadhaa zilizopita. Kwa leo ni just final touches, muda mchache kwa ajili ya kuweka mwili sawa.
Mchezo mwingine hapo kesho kutoka katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, ambapo wenyeji Dodoma Jiji watakuwa nyumbani kuweza kuwakaribisha kikosi cha Coastal Union na Mangushi kutokea jijini Tanga. Mwenzetu George Mbara na taarifa ifuatayo. Wali Mazabibu wa Dodoma wakijifua kuelekea mchezo dhidi yao na Coastal Union, huku wakitoka kutoshana nguvu na TRA United kwa kufungana magoli 2-2, ambapo kocha msaidizi Yusuf Ndikumana anasema safari hii wanazitaka alama 3. Tumejiandaa vizuri kuelekea kwenye mechi yetu ya kesho na tunategemea kufanya vizuri. Kitu ambacho tutawaomba mashabiki wetu, tunaomba waje kwa wingi kwenye mechi yetu ya kesho, na tunategemea kufanya mambo makubwa kwenye mechi yetu ya kesho kwa sababu maandalizi yote yamefanyika, wachezaji wako vizuri, na nafikiri kwa kesho tunategemea kufanya mambo mazuri na kunyakua point 3 inshallah. Kwa upande wa Coastal Union na Mangushi, kupitia kocha mkuu Ali Amir, wanasema baada ya kupoteza mchezo dhidi ya JKT Tanzania wamerekebisha makosa yao na sasa wanazitaka alama 3 mbele ya Dodoma. Sisi kama Coastal Union tumejipanga vizuri baada ya mchezo wetu wa mwisho kupoteza nyumbani, tukafanya marekebisho ambayo tumeyafanya na tuko tayari kupambana na Dodoma Jiji mchezo wetu wa kesho. Wachezaji wenyewe wamewakilishwa na Anderson Kimweri Dodoma Jiji na Christopher Oruchumu wa Coastal Union, ambao wamezungumza kwa niaba ya wenzao. Tumefanyia kazi yale makosa ambayo yamejitokeza katika mechi ambayo iliyopita. Kwa hiyo mimi nawakaribisha mashabiki katika mchezo wa kesho, sababu mchezo wetu wa kesho upo nyumbani kwetu. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi kuja kutushangilia vijana wao. Naamini kesho tunaweza kupata matokeo mazuri ya pointi 3. Kulikuwa na mapungufu katika mechi iliyopita ambayo ameyafanyia kazi, na tuna matumaini makubwa kwamba mechi yetu ya kesho tutapata matokeo mazuri. Mchezo huo namba 18 mzunguko wa 3 wa ligi kuu ya NBC utapigwa kesho Jumamosi majira saa 1 usiku katika dimba la Jamhuri hapa Dodoma. George Mbara, Azam Sports, Dodoma. Kikosi cha timu ya soka ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 kesho kitakuwa ugenini mjini Rwanda kucheza dhidi ya Angola kwa kufuzu kombe dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20 mwakani nchini Poland. Tanzania inaingia kwenye mchezo huo kifua mbele baada ya ushindi wa bao 4-0 nyumbani, na endapo itavuka hatua hiyo itakwenda kukutana na mshindi wa mchezo kati ya Kenya na Ethiopia. Mwandishi wetu Doris Mariaga yupo nchini Angola na hii ni taarifa yake. Kuelekea mchezo wa kuwania kufuzu fainali za kombe la dunia kwa timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake chini ya miaka 20, Tanzanite Queens. Mchezo ambao utapigwa kesho majira ya saa 10 kwa saa za hapa na saa 1 kwa nchini Tanzania. Na hapa baada ya maandalizi ya takribani siku 2, niko na kocha Bakari Shime atatuambia namna gani kuelekea katika mchezo huu. Matayarisho yetu yameenda vizuri. Kama ambavyo nimezungumza tangu awali kwamba tulishajiandaa tangu nyumbani, na hapa tulipo tuko kwenye matayarisho ya mwisho kuandaa wachezaji especially kisaikolojia na kimbinu kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya vizuri kwenye mechi yetu ya pili. Cha kwanza kudefend matokeo ambayo tumepata nyumbani, lakini cha pili kupata matokeo mengine ambayo itakuwa ni bora zaidi yale ambayo tumepata nyumbani. Nauza msaidizi wa kikosi hichi atatuambia namna walivyojiandaa kuelekea kwenye mchezo huu, lakini pia anapokuwa na wachezaji wenzie kitu gani wanazungumza kuelekea kwenye mchezo huu. Sisi kama wachezaji, Mola alipo juu, kila mchezaji anaitaka mechi kwa mmoja, na imani yote atakayepata nafasi katika mechi ya kesho atafanya vizuri. Ni mchezo muhimu kwetu kwa sababu tunatamani kufika mbele. Sisi kwa upande wetu mchezo utakuwa mzuri. Tumemsikia naoza msaidizi Lydia Kabambo akielezea kwa niaba ya wachezaji wenzie kuelekea kwenye mchezo huu wa kuania kufuzu fainali za kombe la dunia chini ya miaka 20. Mimi ni Doris Mariaga wa Azam Sports. Shukrani sana Doris Mariaga. Nahodha wa zamani wa FC Barcelona na Hispania Sergio Busquets ametangaza kuwa atastaafu rasmi kucheza soka kulipwa pindi ligi kuu ya soka Marekani MLS itakapomalizika mwezi Disemba 2025. Busquets mwenye umri wa miaka 38 amesema anahisi kuwa ni muda mwafaka kwake binafsi kustaafu soka la kulipwa baada ya misimu 20 ya kuvutia na kutimiza ndoto ndani yake. Sergio Busquets anayechezea Inter Miami ya Marekani ameshinda jumla mataji makubwa 32 ndani ya
miaka yake 18 akiwepo FC Barcelona, huku ameitumikia Hispania maarufu kama La Roja kwenye michezo 143 na kushinda kombe la dunia mwaka 2010 na ubingwa wa Ulaya mwaka 2012. Kila la heri kwake Sergio Busquets. Timu ya Kunduchi Veterans imepanga kufanya bonanza kubwa la michezo kesho Jumamosi kwenye viwanja vya Kunduchi jijini Dar es Salaam. Lengo la bonanza hilo ni kuhamasisha watu wazima wenye umri kuanzia miaka 40 kufanya mazoezi ili kuepukana na magonjwa mbalimbali. Siku ya Jumamosi tarehe 27 kuanzia majira ya saa 2 asubuhi, Kunduchi Veterans ikishirikiana na wadau mbalimbali likiwemo jeshi letu la wananchi ambao lina actually miliki ile eneo, na sisi kama wadau wao tumeshirikiana kutengeneza hivi viwanja vile hapa ambavyo ni vya nyasi. Tunaandaa bonanza kubwa kwa ajili ya watu wazima wa kuanzia miaka 40 na kuendelea. Kwa siku ya Jumamosi tutakuwa nao hapa kwa ajili ya mazoezi. Tuna takriban timu zaidi ya 12 zitakuwa hapa na average ya watu zaidi ya 500 watakuwa katika ile eneo. Kwa hiyo Jumamosi hali utakayokuta ni tofauti. Ni kwa ajili ya kufanya mazoezi, kuhakikisha kwamba tunahamasisha watu wazima ambao umri kidogo umesogea wafanye mazoezi, waondokane na magonjwa nyemelezi, wawe fit. Akiwa fit mtu mmoja mmoja, vile vile taifa zima linakuwa na afya njema. Tunapunguza gharama ambazo hazina ulazima kwa ajili ya kwenda hospitalini na mambo mengine ambayo yanahusiana na magonjwa elemezi. Hatimaye ni shangwe na vigelegele ambapo mtangazaji wa habari za michezo wa Azam TV Omar Suleiman ameaga rasmi ukapela baada ya kufunga ndoa na mwenza wake Batuli Bakari mchana wa leo jijini Tanga. Hafla ya harusi imefanyika katika ukumbi wa Old Tanga kwa kushirikiana na ndugu, jamaa na marafiki wa karibu. Kongole sana na mabruk. Klabu ya Stand United maarufu kama chama la wana kutoka mkoani Shinyanga imetangaza kuwa Oktoba 4 mwaka huu itakuwa ni siku maalum kwa ajili ya tamasha la soka litakalokutanisha wadau na wapenzi wa timu hiyo. Siku hiyo iliyopewa jina la siku ya wana itatumika pia kutambulisha wachezaji wao wapya pamoja na wale wanaoendelea kikosini kuelekea msimu mpya wa Championship. Crispian Kakwaya, mwenyekiti wa tamasha hilo, amethibitisha kuwa burudani zitaanza saa 2 kamili asubuhi. Hii tunaita ni siku ya wana. Kwa nini siku ya wana? Hili ni chama la wana, kwa hiyo watu wote ambao wanatumia huduma za usafiri wakitumia stendi tofauti tofauti, hii ni timu yao, na hivyo tumeona tutakuwa na siku ya wana ambayo itakuwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 10 kuanzia saa 2:30 asubuhi mpaka saa 12:30 za jioni. Hao ni Stand United, wazee wa yes, 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 yes. Tujikumbushe yale ambayo tulikuwa nayo katika siku hii hapa ya leo. Wananchi Young Africans uso kwa uso na Willet Sports Club ligi mabingwa Afrika hapo kesho. Shirikisho la soka barani Afrika CAF lipiga faini ya mamilioni klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na KMKM yatinga raundi ya pili kombe la shirikisho Afrika ikisubiri Azam Football Club au El Merreikh Bentiu. Ni hayo tu ambayo tumekukamilishia katika siku hii hapa leo. Naamini kwamba weekend yako itakuwa njema, lakini usisahau kwamba shughuli nzima ni kulipia shilingi 28,000 kwa sababu mambo mazito na matamu ni kesho. Mimi ni Saidi Salim Msume.